Kwa majina inaitwa James Norbert. Kitu kinachosikitisha ni kitu kimoja. Mimi kijiji kizima tumeshuhudiwa ameletwa Charles Cornelio kwa kesi ya kuzua fuvu la babu yake. Lakini leo hii anatokea jambazi ambaye kabisa ni hatari, ameua watu wengi. Amepelekwa kwa kesi ya mtu mmoja, tayari tukakuta mafuvu mengine mawili yameshazikwa. Tunasema hivi, kijiji cha Kabalenzi chote tumetoa mgomo kwamba hatuziki ili kusudi patikane mtuhumiwa. Kitu kinachosikitisha na kuumiza sana wananchi, baada ya kumleta mtuhumiwa inafika kipindi wanapakia mili ya marehemu kuirudisha mpaka kituo cha polisi, wala tuelewi anaenda wapi. Sasa ombi langu ni hivi, huyu mtuhumiwa tungepata hata listi ya watu wengine ambao tayari ameshawaua. Wamepotea watu mbalimbali, akiwemo na mwingine ambaye anaitwa Stefano. Huyu dada alipotea mazingira ya kutatanisha mpaka watu wakawekwa ndani, na leo hii imeanza kusemekana ya kwamba huyu ndiye jambazi sugu. Huoni kwamba angeletwa hapa tayari labda angezungumzia hata huyo aliyepotea? Mimi ninauliza swali, serikali sasa hivi na kituo cha polisi wakisikia tunapaza sauti na kilio sasa hivi, tumekosa ushirikiano kwa sababu kutendewa haki ilikuwa ni kuletwa huyu mtuhumiwa hapa akaeleza huu mwili umetoka aidha Sumbawanga, huu umetoka aidha Rusumo, na kila mmoja akachukua labda mwili wake akaupeleka. Leo hii tunang'ang'anizwa kuzika. Kwa kweli nasikitisha sana sana, wanang'ang'aniza. Kitu cha pili nachozidi kusikitika nacho, serikali leo hii inang'ang'aniza kwamba kijiji cha Kabalenzi tufukuze Warundi. Lakini sasa shida ni moja, yupo mwekezaji mmoja ambaye anaitwa Dokta, amewekeza maparachichi katika eneo hili ambalo ni kata ya Kanazi. Kutoka kijiji cha Kabalenzi haiwezi kazidi kilomita 2 kufika kwenye eneo lake. Inafika kipindi Warundi wote wanahama wanakwenda, lakini saa 2 kamili tayari Warundi wa huyu Msukuma ambaye tayari huyu mwekezaji wanafika kwenye eneo ambalo lina matukio kama haya. Tunajua kuna nini humu katikati. Mimi naitwa Joseph John, ni mkazi wa kijiji cha Kabalenzi. Kinachotutatanisha juu ya haya matukio, tukio la kwanza alilifanya na alikutwa mazingira anayoishi. Sasa hili limekuja kujitokeza, na lilivyotokea limekutwa katika mazingira aliyokuwa anaishi kabla hajahama. Sasa kinachotusikitisha na kinachotuumiza, alipelekwa yule mwanaume, lakini yule mwanaume alikuwa na mwanamke na watoto. Kinachotushangaza, yule mwanamke yumo humu mtaani anazunguka. Kwa nini sheria haijaweza kumchukulia hatua yule mwanamke ili tukaweza kupata mtandao? Kwa sababu tunachokiamini, mtu mmoja hawezi kuchimba shimo na kumzika mtu. Unaona? Sasa hivi kama leo mafuvu yanapatikana, tunaambiwa wananchi wote tuhusika kuzika. Tunamzika wapi? Katika ardhi ya nani? Na kwa mamlaka ipi? Japo tumepewa mamlaka ya kuzika, lakini sisi hatuoni sababu ya kufanya nini, ya kuzika. Ombi letu, huyu mtu muhusika sisi hatuwezi kumdhuru, kwa sababu tukimdhuru hatukuwezi kupata mtandao wake wowote aliyokuwa akihusiana nao. Sisi shida yetu ilikuwa aje asimame mbele ya wananchi akiri kwamba tukio alilifanya yeye au hajalifanya yeye. Cha pili, atuthibitishie kwamba wale watu, yale mafuvu yaliyokutwa mle ni ya nani, maana tulikuwa tukimdhania polisi wametuambia sie. Sasa sisi tutakwenda kumzika mtu ambaye hatumjui, ndio maana tukaweka mgomo kwamba hatuwezi kufanya nini, kuzika. Sasa tulichokuwa tunakiomba wananchi wa Kabalenzi, tulikuwa tunatamani sana huyu Kazungu aje kwenye kijiji chetu, afike atamke wale watu ni wa wapi. Kama ni wakwao kumtambua, sisi hatuna vipimo vya DNA kutambua kwamba huyu tumpeleke kwenye ardhi yetu kwenda kumzika. Kwa hiyo wananchi wa Kabalenzi, tupeane ushirikiano. Unapokaa na mtu, hebu mchunguza mienendo yake, pia uangalie namna ya kuishi naye na kukaa naye. Kitu cha tatu, polisi jamii hawa wasikilize maoni ya wananchi, wasisikie yale wanayoyawaza wao kwamba ndio wayatende. Sisi wananchi ndio wenye maoni. Halafu hii beba nayo na yenyewe ni mbaya, watakosa ushirikiano. Unapofika kwenye tatizo kama hili, sio kwamba usombe kila mtu unayemwona. Leo alikuwa na beba baba aliyekuwa na miliki ile nyumba,
lakini yule mzee hana tatizo lolote. Sisi wananchi wote tunamfahamu, hana matatizo, hajawahi kufanya kosa lolote, ni mtu mwongeaji mzuri tu, anashiriki kwenye matukio ya jamii. Sasa leo hii anabebwa na gari kupelekwa polisi kufanya nini? Kwa kosa lipi ambalo tunaweza kumtuhumu sisi kama wananchi? Hicho ni kitu kibaya sana. Vipo, kuna kitu kinaitwa DNA, wafanye uchunguzi, lakini pia hata hiyo DNA itatokana na kauli ya yule tunayemdhania yule ni mtuhumiwa. Hatuamini kwamba ni yeye katenda hilo, lakini pia kwa kuwa chanzo mkamatwa na Ngozi ndiye mwizi, alishakamatwa mara ya kwanza na akakiri, wapitie pale pale yeye. Ndio maana tulikuwa tunaomba aje atuthibitishie ikiwa haya mafuvu ni nini, ni yapi. Kwa ombi langu kwa serikali, kwanza tupatiwe kituo cha polisi kata ya Kanazi. Hatuwezi kutumia kituo cha polisi cha kata jirani, tunateseka kwenye upande wa sheria. Mahakama tunayo kata ya Kanazi, lakini kituo cha polisi mpaka uingie Ngara mjini. Mtu kakuvamia usiku, hebu jiulize, mtu kakuvamia usiku, namba ya simu wametoa, utapigaje simu Ngara mjini? Mtu kutoka Ngara mjini mpaka hapa watu hawaja kumaliza. Kwa hiyo tukiwa na kituo katika eneo hili cha polisi itakuwa ni vizuri. Pia ombi langu kwa wananchi, jamani, hawa watu tukae nao kwa umakini. Asante sana.